Ndoa zimepungua, lakini maajabu ni kwamba talaka zimekithiri. Sasa kila mmoja ajaribu kujiuliza ni nini sababu ya talaka kukithiri, kwa sababu kila jambo lina sababu. Kama vile watu kuoana kuna sababu, na vile vile talaka kutoka kuna sababu. Sasa katika asbabu za talaka nataka tuwe makini hapa. Waashiruhunna bilma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fi khairan kathira. Allah sema waashiruhunna bilma'ruf, tangamaneni na wao, yani baina mume na mke kuwe na tangamano jema. Wanapoana wavumiliane, wanapoana wapendane, wanapoana wawe na lengo la kubakia katika ndoa kama ile. Kisha Allah akatueleza, huenda we mwanamume ukamchukia yule mke, au mke akamchukia yule mwanamume, lakini ndani yake kuna kheri nyingi. Sasa Allah alichunga hisia, kwa sababu alijua watu wawili wanapopatana huwa kuna furaha na kadhalika kuna maudhiko. Ndio maana utaona Uislamu ulivyoweka swala zima la an-nikah likaweka swala zima la at-talaq, watu kuachana. Yani kuna mahali ikifikia hii ndoa haisongi, kuna mahali ikifikia hii ndoa haiendi. Solution nini? Uislamu ukaweka solution, watu wafanyaje? Watengane. Kule kutengana kwao huwa ni kheri. Talaka si adhabu. Talak si jambo ambalo kwamba watu walidhania ni jambo la shari aghlabia, la, bali saa nyingine talaka ni khairi kuliko watu kubakia kwenye ndoa. Inafikia mahali talaka, sawa, at-talaq huwa ni khairi kuliko watu kubakia kwenye ndoa. Ni wakati gani? Masala mengine marefu, lakini kuna wakati ukifika, kama alivyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala, zile njia zote zitakapofuatwa, watu wamewana, wameishi, mara kumetokezea baadhi ya mambo, watu hawaelewani, Allah kaeleza zile njia ambazo kwamba mume afaa kuzichukua na mke afaa kuzichukua kabla ya swala zima la talaka, kwa sababu talaka ni last bullet, si suluhisho la kwanza kama tunavyofanya sisi, la, ni suluhisho la mwisho kabisa. Wenyewe anasema ni akhiru tarawih, yani ile tarawih ya mwisho ile ndio talaka. Lakini Allah kaeka njia, mwanamke amgure mwanamume kwenye kitanda, agure rumu, afanye hivi, mwanamume afanye hivi, ikiwezekani aite watu familia hii na familia ile, wazee wenye busara wakalishwe chini, wafanye hivyo mpaka ikifikia mwisho ambao kwamba haiwezekani. Uislamu pia ukaeka daraja za talaka, talaka ya kwanza, ya pili, ya tatu. Kwa nini? Kuonesha kwamba talaka si jambo lepesi watu wafaa kulifikiria na kulitekeleza. Ikaika talaka ya kwanza, ukimwacha mke wako waweza mregelea kabla hajamaliza eda au baada ya eda, kuna sharti zake. Talaka ya pili, talaka ya tatu ndio kishatoa, sasa ndio khalas. Sasa swali laja, kiangalia mashekhe wanavyozungumza, ukienda katika ofisi za kadhi, hata mitaani, ndani ya majumba twayaona, ikiwa ni sisi mashekhe wenye kuozesha au wazee mnaozesha au mitaani, tasikia watu wameoana baada ya miezi miwili, mwaka, wasikia ustadhi wapigiwa simu, bismillah, kunani hadi njoo bana, mimi naona hapa hakuna tena ndoa. Subhanallah, miezi miwili, mitatu, misita, mbona imekithiri? Yani kwa ufupi, talaka zimekithiri. Pamoja na kwamba ndoa zimepungua, lakini maajabu ni kwamba talaka zimekithiri. Sasa kila mmoja ajaribu kujiuliza ni nini sababu ya talaka kukithiri, kwa sababu kila jambo lina sababu. Kama vile watu kuoana kuna sababu, na vile vile talaka kutoka kuna sababu. Sasa katika asbabu za talaka nataka tuwe makini hapa, na haya ndio maudhui. Kwa nini talaka zimekithiri katika mujtama? Kuna asbab almubashir wa ghairi mubashir, wanavyosema wazungu, kuna direct na indirect.
Kuna sababu za direct ambazo kwamba tunazishuhudia sote, na kuna sababu ambazo kwamba ni indirect, hatuzioni sisi. Mimi nitazungumzia sababu ambazo kwamba ni direct, nikimaanisha sababu ambazo kwamba ni ghairu mubashir, indirect, ni zile sababu zinapopatikaniwa wakati wa harusi. Ima ni aini imewapata bwana harusi na bibi harusi, au ni hasadi imewapata, au namna ndoa walivyoifanya, wamefanya extravagance, wameenda excess, wamefanya israf katika harusi yao. Sasa yale ni asbabu ghairu mubashir, ni sababu ambazo kwamba aghlabia watu wengi wazioni. Lakini katika sababu ya kukithirisha talaka katika ndoa, mke amepata ain, mume amepata ain, namna alivyovaa, namna alivyofanya harusi, amepata hasad, namna harusi ilivyofanywa, imefanywa harusi ya sawa sawa, kumefanywa israfu ndani yake, amekosewa Allah subhanahu wa ta'ala, nani anikah kama ile. Lakini haya aghlabia sisi hatuyaoni, lakini katika sababu. Lakini ambazo nitazungumzia, asbabu ni nyingi, asbabu ni nyingi sana za kufanya watu waachane. Lakini sheria ya Kiislamu imejalia kwamba ili mwanamume amwache mke wake au mke aombe talaka kwa mume, Uislamu umeweka kwamba lazima kuwe na sheria au kuwe na sababu ambayo kwamba ni ya msingi, na sababu ni nyingi za kimsingi. Lakini mimi nimejaribu kunukuu baadhi ya asbabu ambazo kwamba tukiziangalia walioko kwenye ndoa na wanaoelekea kuoa, kama ndugu yetu anaelekea kuoa, pengine ataziona hizi na kuzishuhudia kwamba ndio katika sababu. Miongoni mwa sababu zilizofanya talaka zikithiri katika mujtama ni aljamu baina mazaya ziwaji wa mazaya aluzubati. Ni mtu barobaro au binti kutaka kuchanganya maisha ya ubachela na maisha ya ndoa. Katika sababu zinazofanya watu wachane kwa haraka, ulimwengu wetu wa leo, tuozesha leo, baada ya mwezi watu wameachana, tuozesha leo, baada ya mwaka watu wameachana, tuozesha leo, baada ya wiki watu wameachana, ni kwa sababu kijana anapooa hajielewi kwamba sasa amekuwa mume wake mtu, na yule binti hajielewi kwamba amekuwa mke wake mtu. Anataka kuyafanya yale akiyafanya kwa ubachela wake alivyokuwa barobaro, na alivyokuwa binti atakuyafanya anapokuwa katika ndoa. Ondoa kando kwamba namna gani binti amelelewa kwao na namna gani barobaro amelelewa kwao, lakini yatosha kwamba katika sababu kuzifanyia uchunguzi ambazo zinasababisha talaka inakuwa nyingi, ni ule barobaro anapoingia kwenye ndoa bado aingia na tabia za kibarobaro, anaghafilika na kusahau kwamba yeye sasa ni mume wake mtu, kama vile binti anasahau kwamba hivi sasa mimi ni mke wake mtu. Maana yake kuna sheria, kuna nidhamu, kuna mpangilio, kuna mambo anafaa ni abadilishe. Unaona barobaro anakaa nje mpaka tema anataka yeye, wakati ule kwa barobaro anasahau kwamba walizaujika alaika hakun, kwamba mke wako pia ana haki juu yako. Nyinyi mjua katika haki za mke ni kumwambia mumewe na kuambia mke wa mume wangu na kuomba baada alisha ukishamaliza kuswali njoo nyumbani. Lakini sisi leo kiambiwa hivyo unachukulia kwamba wafanywaje wakontroliwa. La, ana haki mke wako ya kutaka mapema nyumbani kama una dharura ya kukaa nje. Lakini leo barobaro anaoa bado anakaa maskani kuanzia saa 2, saa 3, saa 4 anaingia nyumbani saa 5. Mke akimuuliza barobaro anakuja juu, kwa sababu anataka kuchanganya maisha ya ubarobaro kabla hajaoa na maisha baada kwa ameoa, anasahau kwamba ni mume wake mtu. Kama vile binti anaghafilika kwamba yeye hivi sasa ni mke wake mtu, anataka kujipeleka, anataka kufanya mambo anavyotaka yeye, anataka kufanya mambo aliyozoea kuyafanya nyumbani kwao. Kwa hivyo katika sababu zinazopelekea talaka kukithiri ni kwamba barobaro anapooa anaghafilika kujua kwamba yeye sasa ni mume wake mtu, na binti anapoolewa anasahau kwamba yeye ni mke wa mtu,
anafanya yale alikuwa akiyafanya kabla ya kuolewa kama ni binti, na barobaro au kijana pia anafanya yale ambayo kwamba alikuwa akiyafanya kabla ya kuoa. Katika sababu nyingine inayosababisha talaka kukithiri katika mujtama ni tarbiyatul banati biadami tahammuli almas'uliyya, ni katika janibu nzima ya ulezi. Wala sitoingia ndani sana, kwa sababu kuna mambo si twaishi kiada, na tukiishi kiada ndio bora zaidi kuliko kuishi kisheria. Na sasa sema siku za nyuma, kuna mambo lau tutafuata kisheria, hizi ndoa zitosonga mbele sana. Yani mathalan sisi tunajua kwamba mke ukimuoa akikuzalia ni lazima anyonyeshe mtoto wako, sio? La, mke si lazima kunyonyesha mtoto. Yani kisheria mke akizaa, akishazaa tu, kabla mnyonyesha afaa kukuita mume, mweke na agreement, kila mwezi utanipa pesa ngapi ninyonyeshe mtoto wako, sio? Hebu nilisema hili, jamaa sema hata mtoto wangu mtoto wako, hii ni kazi mimi nafanya. Lakini kwa sababu ya tulivyozoea, tulivyoenukia, ndo mambo mengine afanya mazio tu yasonge hivyo hivyo, ndo maisha fanyaje kwenda mbele. Sasa leo talaka zimekuwa nyingi kwa sababu katika upande mmoja wa binti, mtoto wa kike analelewa maisha ya kizungu nyumbani. Poleni, lakini mtoto wa kike hajui kupika chai, mtoto wa kike hajui kupika chakula. Yeye akienuka asubuhi, amepigiwa pasi uniform, chai amewekewa, yavaa yaenda zake, akirudi nguo yatupa yaenda zake, hivyo zachukuliwa na dada khadami au ni shaghala, yaenda yafua piga pasi. Yani binti ameleleka katika mazingira ya kutokuwa na majukumu nyumbani. Sasa anapoolewa, anapoenda kwa mume anapomwambia naomba unifanyie chai, naomba unipikie chakula, yule binti anahisi ni kama dhulma afanyiwa. Kwanza. Pili, yaona kana kwamba mbona haya mambo sijazoea. Sawa? Yani ukweli usemwe, leo kuna mabinti wako university campus, lakini wallahi kupika chai ni matatizo. Sasa hili mume litamuudhi bila shaka. Linapomuudhi, anaanza kutoa maneno ambayo kwamba si mazuri kwa yule binti. Tayari ndoa inaingia nini? Dosari. Kunaanza husuma baina yao wawili mpaka mwisho ndoa inavunjika. Na binti anaweza kwambia bwana, mimi bado sijazoea hivi, sijafanyishwa hivi. Tabaan ni haki ya binti, kama una uwezo umwekee mtumishi na nyumba, ili tulielewe. Lakini saa nyingine maisha huwa ni magumu kidogo, hakuna mtu wa kazi za muajiri, unachokipata wewe cha kutosha wewe na mke wako. Sasa inakuwa ni taabu. Kwa sababu gani? Yule binti hajaleleka kubeba masuhulia kuanzia kwao, anapokuja kwa mume kwa ni taabu. Katika sababu nyingine inayofanya talaka zikithiri ni an-nasaihu allati tuqaddamu min qibali zawj wa zawja, ni zile nasaha ambazo kwamba zinatolewa kabla ya ndoa. Kikumbuka zamani wazee watatuambia, ilikuwa kabla mume hajaoa na mke hajaoa, wakati amejitayarisha kuoa, ule barobaro anakaa na babake, maami zake, wanampatia nasaha. Mwanangu, sasa waenda kwenye familia ya watu, wewe ndo baba, wewe ndo utakuwa mume kule, maisha ndoa ni kadhaa, ni kadhaa, ni kadhaa, ni kadhaa, ni kadhaa, ni kadhaa. Na binti pia kule anakalishwa chini, ambao mwanangu, wewe waenda sasa hivi, waenda kuangalia nyumba yako, mume wako ndio babako, mume wako ndo ndugu yako, mume wako ndo ammi yako, mume wako ndo kila kitu chako. Wanapewa nasaha. Lakini maal asaf utaona leo nasaha zinazotangulizwa kwa bwana harusi na bibi harusi, kuanzia kwenye familia mpaka marafiki, ni nasaha za negative. Mshasikia katika majumba wakati harusi, binti anambia bwana, sikiliza mwanangu, hujafukuzwa kwenu hujafukuzwa kwenu, na usikubali mwanamume akuparage kichwani. Hakuna kitu umekosa kwenu, wala wavaa walala. Kwa hivyo binti aenda kuolewa, lakini psychologically amejengwa kwamba kuna kuachwa.
Wakati zamani ilikuwa mama zetu wakiolewa wanajengwa kwamba hakuna kuachwa, yani huko unakoenda ndo milele. Lakini wa leo mtu anajengwa tayari psychologically kwamba unakoenda huko kuna kuachwa. Usikubali mwanamume kwa kile kichwani bana, usikubali mwanamume kwa mtoli bana, hujakosa kitu kwenu, wewe umesoma nini? Yani tayari anajengwa kwamba ninakoenda kule. Kwa hivyo binti anakuja amepewa nasaha mbaya, na barobaro anakuja amepewa nasaha mbaya. Bana usikubali bana maskani hizo, usikubali bana mke wako akupeleke bana. Kuleta nini, achana naye bana, wako wengi sana. Sasa mke amekuja kwenye nyumba na mume amekuja kwenye nyumba, kila mmoja amgoje ya mwenzake, nani ataanza? Nani? Kwa hivyo katika mambo yanayosababisha talaka kukithiri katika mujtama ni nasaha ambazo kwamba zatangulizwa kwa kijana wa kiume na kijana wa kike kabla ya kuolewa. Twatanguliza nasaha gani ya hawa wanandoa kabla ya kuolewa? Je, tunatanguliza nasaha kwamba ndoa ni ibada, ndoa ni masulia, ndoa ni jukumu kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Mume wako ana daraja gani? Mke wako ana daraja gani? Ni zipi haki zako wewe mwanamke kwa mume wako? Ni zipi haki yako wewe mume kwa mke wako? Au tunatanguliza nasaha gani? Kwa hivyo katika mambo yaliyosababisha talaka kukithiri ni nasaha ambazo kwamba watu wanapewa bibi harusi na bwana harusi kabla ya kuingia kwenye ndoa. Miongoni mwa sababu zinazopelekea talaka kukithiri katika mujtama ni tadakhulu al-abu fi hayati binihi wa tadakhulu al-ummi fi hayati bintiha. Ni baba kuingilia maisha ya mwanawe anapooa na mama kuingilia maisha ya binti yake baada ya kuolewa. Katika makosa tunayoyafanya wazazi, na nitasema sikia uchungu pasuka, katika makosa tunayoyafanya sisi wazazi ni kuingilia maisha ya watoto wetu walioana. Mathalan, utaenda kumtembelea mwanao, umemwozesha, ukienda taban, ukiingana na nyumba, mwanao wa kiume apiga deki, funga macho yako, funga mdomo wako, salimia, nenda zako. Kwa nini? Ni mahaba yao, ndivyo wanapopendana, kila mmoja na mahaba yake. Mwanao ampenda na yampendwa, ameona katika ihsani na wema fa kufanya na kumsaidia mkaka za nyumbani. Wewe baba unatokifanya, mwanangu mambo gani haya? Wewe mwanamume bana, mambo gani unafanya? Tayari unatia sumu katika moyo wa mwanao. Unatia sumu katika moyo wa mwanao. Mwanangu mambo gani bana afanya? Shakaliwa na mke wako wewe. Ona. Na nilikwambia mimi. Na ndio mke anza polepole kukalia hivi. Hivyo mpaka kitamake wewe huna la kusema. Ukiambiwa kaa, ukiambiwa simama kama TV na remote. Wacha kuingilia, yale ni mahaba yao. Hata wewe na mke wako ulikuwa na mahaba yenu. Si manifahamu lakini. Mama mke wewe au shangazi au anti umeenda kwa mtoto wako kumtembelea, wacha yale unaona ndani nyumba, yaache pale, ndiyo mahaba yao. Kwa hivyo katika mambo yanayosababisha talaka zikithiri katika mujtama ni baba kuingilia maisha mwanawe na mama kuingilia maisha mwanawe baada ya kuoa, au familia ya mke na familia ya mume kuingilia maisha ya mume na mke baada ya kuozesha. Waacheni mpaka muitwe. Wacha kwamba ukiingia ukaona kheri, hata ukaingia ukaona shari, watu wateta watukana na pigana, usiingilie mpaka uitwe, baba njoo kuna kikao tuzungumze, ndio uende. Kwa sababu unapoingilia waingilia jambo ambalo kwamba hulijui mwanzo wake limeanzaje. Sawa? Na unapolingilia tayari ndio mwanzo wa kutia sumu baina ya mume na mke. Unapoondoka wewe umeacha athari mbaya kwa kijana wako wa kiume, unapoondoka umeacha athari mbaya kwa kijana wako au binti yako. Tayari kunaanza husuma baina ya mume na mke. Ghafla unasikia nyumba inawaka moto, watu hawaelewani, nyumba watu wanakosana, mwisho talaka inatoka. Sababu ni wewe ulipoenda ulifungua macho yako na ya wenzako, na ulifungua mdomo wako na wenzako.
Kwa hivyo katika mambo yanasababisha talaka kukithiri ni watu wa mke, ikiwa ni mama, ni shangazi, ni nani, ni maami, kuingilia mambo ya nyumbani ya mtoto wao, na vile vile upande wa mume watu kuingilia mambo yanayoendelea baina mtoto wao na yule aliyemuoa, au baina binti yao na yule aliyemuoa ndani ya nyumba yao. Wewe lako la kufanya yawache, yale ni mahaba yao, ni mapenzi yao, ni namna yao ya maisha, maadamu hawajaenda kinyume na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hata kaenda kinyume na maamrisho ya Allah, lako ni naswaha bana, sawa, lakini hivi makosa kidini, makosa kisheria, mwanangu rekebisheni, fanyeni kihivi, khalas, kisha ende zako. Katika mambo ambayo kwamba yanakithirisha ndoa au talaka kuzidi katika ndoa na katika mujtama, al-isti'jalu fi ikhtiyari zawj au zawja. Na hapa barobaro tuweni macho sana na kina dada, kuwa na haraka na pupa ya kuoa kabla hujachagua, hujaangalia. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akaweka njia mzuri upande wa mke na upande wa mume. Ni yapi twafaa kuyaangalia anapokuja kijana kuoa kwangu mimi binti yangu, na ni yapi yule kijana afaa kuyangalia anapomtaka binti yangu? Mtume akasema tunkahul mar'u li arba'in, limaliha walinasabiha walihasabiha walidiniha fadhfar bidhati ddin. Mtume asema mke unapotaka kuoa mwanamke, angalia mambo manne. Awe ni mzuri, uzuri wa aina yote, wa sura, wa umbile, wa kila kitu. Angalia nasaba yake na hasabi yake, familia yake iko namna gani, ni familia ya dini, familia aina gani, sawa? Kisha na cheo chake, yuko vipi mwanamke, kisha na dini yake. Lakini Mtume mwisho kumalizia sema fadhfar bidhati ddin, mwisho wa kuisha chagua mwanamke mwenye dini. Kwa nini? Kwa sababu mbili mimi nitakupa. Sababu ya kwanza, haya yaliyotangulia humalizika, uzuri wa uso, wa umbile, chembele wanavyosema. Mwanamke akishazaa akikaa miaka baadaye hubadilika sura, hubadilika umbile, sawa? Mali sengine mtu huwa nao yakaisha, sawa, na mengine yote, lakini dini, fadhfar bidhati din. Na hapa kuna lugha Mtume ameitumia, fadhfar bidhati, hichi ni Kiarabu fadhfar bidhati ad-din, si fadhfar bimutadayina. Kuna tofauti ya mwenye dini na mwenye kujifanya ana dini, vitu vile tofauti. Sisi aghlabia twaoa wenye kujifanya wana dini. Nini maana mwanamke au msichana utakayemuoa awe na dini? Nini maana yake? Sisi sana mabarobaro tukosea, wamwangalia binti peke yake. Binti mashallah 5 salawat, jilbab, niqab, gloves, mashallah, hatoi sauti kwa wanaume, mashallah, yani msichana 100% katika dini. Lakini angalia, Mtume alisema msichana ni mfano wa manyasi yanaomea katika zizi la ng'ombe. Manyasi yanaomea katika zizi la ng'ombe kwa rangi gani? Kijani kibichi, yavutia, sio? Lakini asili yake ni choo cha ng'ombe. Sasa unapotaka kuoa binti, baada ya kumwangalia yule binti usitosheke na yeye. Ndio Mtume akasema fadhfar bidhati din, yani asili yao ni dini, kuanzia babu yao, babake na ni dini. Ndio maana yake. Kwa sababu gani? Kwa sababu mwanamke yuathirika sana na waliomzunguka. Sasa wewe waenda wa binti ana dini, lakini shangazi ifritu min aljinn. Waenda wa binti dadake ndio muovu mkubwa, waenda wa binti anti yake ndio mkorofi mkubwa, anaathirika na wale mashangazi na maanti. Kwa hivyo sisi sana tuangalia binti, la, makosa haya. Angalia binti, angalia al-asl wal furu'. Angalia binti, muangalie babake, ammi yake, mjombake, ndugu zake. Kila familia ina majanga yake, kila familia ina watu wakorofi. Wala semi kuna familia na 100% ni toka kwa Mtume familia yake walikuwa wema na waovu. Lakini ala al-aqali babake ana msimamo gani katika dini? Ammi yake mmoja, mjombake, shangazi yake wawili watatu. Sawa? Angalia hayo. Sisi tuangalia binti moja kwa moja, binti mashallah ana dini ana nini, basi tayari wakimbia na kuoa. La.
fadhfar bidhati din, chagua mwenye dini. Maana yake yeye na asili yake, babake, ammi zake, wajomba zake, shangazi zake, yani kuna watu wenye dini katika familia, ili unapopatikaniwa na matatizo wajua mimi nitaenda wapi. Lakini unapomwangalia binti peke yake, uangalie familia yake, mashangazi wala maanti, ndio pale panapotokea matatizo, au bila matatizo unapata tabu, kwa sababu anapoenda kule atua fitna na maneno na chuki. Utakubalije bana, wewe mbona unajifinika finika, kwani wewe sijui nini sijui nini. Sasa mwanamke ana tabia sana ya kuathirika, anaanza kuathirika, kama mimi naonewa hivi ninavyombana nivae hivi na basi sifanye, naonewa. Wewe unakuja huku unapambana kumrekebisha kidini, washangaa hafati, na ulimuoa kwa sababu ya dini, kwa sababu anaathirika. Fadhfar bidhati din. Kisha Mtume akaeka janibi ya shabab, barobaro, idha atakum man tardawna dina wa khuluqahu fazawijuhu illam taf'alu takun fitnatun wa fasadun fil ard. Mtume akaeka kiwango kizuri, atakapowajilia nyinyi barobaro, man tardawna dinahu wa khuluqahu, dini yake na tabia yake mwairidhia, ni 5 salawat, ana tabia njema, watu mtaani wamzungumza vizuri. Wewe baba, fanya utafiti, kijana amekuja, fanya utafiti, huyu kijana ni vipi, atoka sehemu gani sehemu gani sehemu gani sehemu gani. Mimi ninaulizwa swali toka mwaka jana nimchunguze kijana, mpaka leo sijatoa jibu, na mwaka mzima sijatoa jibu. Idha atakum man tardawna dina wa khuluquhu fasawijuhu. Usiangalie kijana 5 salawati mashallah, ana tuktuk yake, afanya kazi bodaboda yake, fasawijuhu, muozesheni. Hii masala ya uasabia, ukabila, pesa, hii ni hadhi jahiliya, huu jahiliya huu. Yani maudhui mapana sana pa kuzungumza. Sisi tuacha mtu mwenye dini, mwenye akhlaq, mwenye tabia, 5 salawat, lakini kwa sababu kishipa cha ukabila kinkupiga si mtu wako, uko radhi muozeshe mtu ambaye kwamba haswali, mtu ambaye kwamba ni mraibu mfuraji bange, kwa sababu ni familia yangu tamozesha. Lakini akija wakano ambaye kwamba ana dini, ana tabia, na si dini tu, watu wamshuhudilia kwamba anayo dini, watu wamshuhudilia kwamba ana tabia njema, waacha misingi ya dini, wafuata misingi ya kishipa cha moyo kinachokupiga. Kwa hivyo katika mambo ambayo kwamba yanasababisha talaka kukithiri ni sisi mabarobaro kufanya haraka kuchagua msichana, na vile vile binti kufanya haraka kuchagua barobaro. Binti yako ana haki kuambia baba, nimempenda barobaro fulani. Wewe baba la kufanya ni kumchunguza yule barobaro. Kama vile kijana wako ana haki kuambia baba, nimempenda binti fulani, ni haki yako wewe baba kufanya uchunguzi juu ya binti kama yule. Kumalizia kwa sababu ya wakati, na nimesema sababu ni nyingi, lakini hizi ndio sana utaziona zaathiri sana katika masala talaka, katika mambo yaliyosababisha talaka kukithiri katika ndoa au katika mujtama. Ikrahu albinti fi ziwaj, ni kumlazimisha binti katika kumuozesha. Kama nilivyosema, binti yako ana haki, na kuna mambo sio tuelewe jamani kisheria. Hoja sisi tuchachukulie mambo kuna mambo tuelewe kisheria. Masala ya kupenda ni masala ya nature. Huwezi kumcontrol mwanadamu asipende, huwezi. La kufanya binti yako amekuli, maana kuna wazee wakiambia na binti yake, mimi ninampenda kijana fulani, shekha muona binti yake kama ibilisi. Almuhim tuelewane, sijapeana fursa ya boyfriend na girlfriend, ni haramu, tuelewane. Lakini binti amempenda kijana kwa kumuona au kumsikia, mathalan amesoma na amemuona tabia zake, dini yake, amekuja kukwambia baba, mimi nampenda kijana fulani. Lako wewe mzee ni kufanya uchunguzi juu yule kijana, sawa? Lakini matatizo ambayo kwamba sisi tuyafanya mliozungumzia hapa, ima kwa sababu ya mali au uwezo wa kijana ananyimwa binti, au kwa sababu ya kishipa cha ukabila tunamnyima binti yule kijana. Maafa yake ni nini? Unamlazimisha binti yako kumuozesha mtu ambaye kwamba hajampenda katika maisha yake. Yule binti anapoenda, kwa sababu ni mwanadamu, ndani ya moyo ana mtu, ni mwanadamu, hiyo atakatoelewa, si malaika, ni mwanadamu, anaanza kumfanyia vitimbi na vituko yule mume. Hakuna ndoa, inaanza misukosuko, takhasum. Vile vile barobaro amependa binti, baba, mimi kuna nyumba fulani, kuna binti fulani ninampenda.
Wewe baba lako kumwambia mwanangu, sana nimekusikia, nipe muda nifanye uchunguzi mwanangu. Khair. Acha nifanye uchunguzi. Lakini wewe maadamu una kishipa cha ukabila, kuna mtoto ammi yako, binti ammi yako, binti mjomba wako shamlenga kule, wewe wajamlazimisha kijana wako aozesha. Kijana wako anakaa na binti ya watu lakini hana raghba juu yake. Na jambo aliloliona kule ni jambo la dini. Yani mwanangu umempenda yule binti wa nyumba fulani, je, ana dini? Mashallah, ana dini, aswali nyumba yao, mashallah. Fanya uchunguzi baba. Kama vile binti unamwambia, binti yangu kijana uliompenda ana dini, ana akhlaq, basi subiri nifanye utafiti zaidi kisha inshallah itakuwa khair. Lakini sengine tunalazimisha mala kwamba hakutakaniwi kulazimishwa. Mwisho wake yule binti anaenda kwenye ile nyumba, anaanza kuishi na mume lakini hamtaki, anafanya vitimbi, anafanya vituko, vile vile barabara anamfanyia vitimbi na vituko yule binti ya watu, kitamaa kumeingia uhasama baina yao, watu wanateta, talaka inatoka. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, asbabu ni nyingi sana. Lakini la muhimu ni kwamba kila kunapokucha tuangalie ni njia gani tutazichukua ili kuondosha majanga ma. Kwa sababu talaka inapotoka ina athari nyingi sana. Ina athari sayyi'a na ina athari hasana, ina athari njema na nzuri, lakini athari mbaya huwa ni sana kuliko athari njema. Kwa hivyo ni lazima sisi kila ambalo kwamba itakuwa ni sababu ya kuzuia ndoa isivunjike, watu waishi, basi twende nalo mbio tulifanye. Kwa hivyo haya tulioeleza, kina mama huko nyumbani muyachukue, na kina baba maskini tuyachukue, tuweze kuyafanyia kazi moja baada ya moja, ili vijana wetu na mabinti zetu wanapooana iwe ni kuoana na kuzikana, isiwe ni kuoana na siku ya pili au baada ya mwezi ustadhi au kadhi apigiwa simu na kupelekewa mashtaka kwamba nataka kutoka kwenye ndoa. Tuomba Allah subhanahu wa ta'ala wale kwenye ndoa Allah wahifadhi, awapatie maelewano, awapatie kupendana, na wale ambao kwamba wako katika barabara kuelekea kwenye ndoa Allah afanye wepesi na sahali, awajalie wamechagua mahali ambapo kwamba ndipo